sekondari ya Hanana Seif kutoka manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation kwa njia ya mashindano katika shule za sekondari, ambapo kupitia miradi bunifu inayofanywa na wanafunzi huwapa fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Pia sehemu kubwa ya miradi hii huwapa wanafunzi ujuzi wa kijasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Hanana Seif Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 20 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Tulifanya miradi mbalimbali. Mradi wetu tuliamua kuupa jina la Harmonizing Environment for Effective Learning. Miradi kadhaa ambayo tulifanya katika shule yetu, mojawapo ni tulitengeneza ofisi ya malezi. Tuliamua kutengeneza ofisi ya malezi kwa ajili ya wanafunzi zaidi katika shule yetu, kwa sababu unakuta kuna mwanafunzi ambaye anakutana na changamoto fulani, lakini anashindwa kumweleza mlezi wake ambaye yupo naye nyumbani au mama yake au babake. Lakini katika shule yetu tukaamua kuitengeneza hiyo ofisi, ambayo hiyo ofisi ndani yake tukaweka walimu ambao walimu wao ndio walezi wetu. Kwa inamsaidia mwanafunzi ambaye atapata tatizo lolote ambayo atakuwa hayuko comfortable kumweleza mzazi wake, hawezi kumweleza nani? Mwalimu. Kwa hiyo inakuwa inamsaidia sana katika kumjenga yeye katika confidence, katika tabia na mambo mengine ya malezi. Lakini pia tulifanya mradi wa kuchangia damu. Tulichangia damu katika hospitali, zahanati na baadhi ya wanafunzi walifanya zoezi hilo. Kwa nini tulichangia damu? Tulichangia damu kwa sababu wanasema hakuna kiwanda cha uzalishaji damu. Kiwanda cha damu ni sisi wenyewe. Kwa hiyo sisi tupo responsible na kuzalisha damu kwa ajili ya wagonjwa walioko wapi? Hospitalini ambao wanahitaji damu. Kwa hiyo tuliamua kuchangia damu ili kuokoa maisha. Na pia tulitembelea hospitali, tukasaidia kupeleka sabuni kwa ajili ya wagonjwa au wale watu wanaotembelea hospitalini kusafisha mikono yao. Ilibidi tufanye mambo ambayo yatatusaidia kupata hizo pesa kirahisi. Tukaanza kwamba tufanye tu Bagamoyo kwa sababu wanafunzi wanapenda kutoka, wanapenda vitu ambavyo watapata furaha, japokuwa ni kwa muda mfupi, lakini watafanyaje? Watafurahia. Tukaamua tuongee na walimu wetu wa taaluma, tukaambia siri tukamilishe miradi yetu. Tuna wazo la kwenda kutembelea historical site za Bagamoyo, na hatuwezi kutembelea historical site za Bagamoyo bila usimamizi wenu. Kwa hiyo tunaombeni kibali chenu ili tutimize jambo letu. Walimu kweli wakatukubalia, tukapanga tarehe, tukapanga na kiasi cha kulipia ili watu waende. Lakini pia hela nayo ni changamoto kwa wanafunzi, sababu tulipanga kiasi kama cha 15,000 ambacho kitakuwa kula kwetu, usafiri kwetu na viingilio vya kule vilikuwa kwetu. Ilituchukua kama wiki 3. Kila wiki tunaopanga twende, wanafunzi wengine bado hawajachangia. Kila wiki tunafanya twende, wanafunzi wengine bado hawajachangia. Ila walichangia, tulienda, tukapata kiasi japokuwa sio kikubwa sana, lakini kilitusaidia katika kuanzisha mradi wetu wa sabuni. Hiyo hela tulipata tukaenda kununulia vifaa ambavyo tumetumia kutengenezea sabuni. Tukatengeneza sabuni, nyingine tukapeleka hospitalini, mashuleni, shule za msingi, Mkunguni na Hanana Seif. Iliyobaki tukaenda kununulia miti. Na fedha ambazo tulikusanya kwenye mradi wetu wa sabuni, tulienda kununulia miche ambayo tulipanda kwenye nyuma miche ya miti. Ni hiyo miradi yetu ambayo ilituingizia pesa katika mwaka 2022. Je, walipitia changamoto zozote? Katika kukamilisha miradi yetu kwa mwaka 2022 kulikuwa na changamoto mbalimbali. Changamoto mojawapo ilikuwa ni swala la muda. Ilitugharimu sana wanafunzi kutoka katika vipindi tushindwe kukamilisha vipindi kuja katika Uwezo Award. Ili kukamilisha miradi yetu tuliacha vipindi vya masomo na kuja kusimamia huko katika miradi yetu. Hiyo ilikuwa ni changamoto mojawapo ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Changamoto nyingine ilikuwa ni katika upatikanaji wa fedha. Wanafunzi kama sisi wenyewe tulishindwa, ili tulazimu sasa tuanze kutia hela zetu wenyewe tuchangie katika miradi yetu ili iweze kukamilika. Changamoto nyingine mojawapo ilikuwa ni swala la ushirikiano. Ushirikiano ulikuwa ni changamoto. Wanafunzi inabidi tushirikiane wote kwa pamoja, tuanze kuchukua memba mmoja baada ya mwingine, wote tukae pamoja tuweze kushirikiana. Lakini kuna baadhi ya memba unakuta mwanafunzi ndo muda umefika, ana haraka, anahitaji kuondoka, kwa bidii tumshawishi, tukae chini, tushirikiane, tuweze kukamilisha miradi yetu. Yaani baada ya kusikia ushindi, kwa kweli mimi hapa nilijisikia raha
yani haielezeki. Yani nilikimbia, nilijisikia raha sana. Alafu pia lakini sikujisikia raha sana kwa sababu tulishinda ushindi wa 20. Haikuwa raha sana, ila nilijisikia raha. Hatujatoka pakavu, tumeshinda japokuwa hata kidogo. Ni jambo gani unajivunia kujifunza katika ushiriki wao kwenye mradi huu? La kwanza ilikuwa ni kutunza muda. Ilitulazimu kutumia muda mdogo sana, maana ilikuwa kama tukitaka kukutana jioni, kwa hiyo inatakiwa wanafunzi wengine wao wakiwa wameshaondoka, sisi ndio tunabaki hapa kuishughulikia hiyo miradi. Hata hivyo nilijifunza pia yani kuna ujuzi niliupata. Kama nilijifunza kutengeneza sabuni, nilijua sabuni inavyotengenezwa, nikajua kumbe hata nitakapomaliza kidato changu cha 4 kuna kitu ambacho nilikiingiza kichwani na kinaweza kunionyesha mwanga wa kuanzia. Moja hapo nilichojifunza ni utengenezaji wa sabuni. Nilikuwa siwezi kabisa, nilikuwa sijui vifaa gani unaweza kutumia, nilikuwa sielewi. Lakini baadaye nilipojihusisha na miradi hii ya uwezo, niliweza kujifunza namna ya kutengeneza sabuni, na chengine nilichoweza kujifunza ni namna ya kutoa misaada. Tulitoa misaada, tulitengeneza zile sabuni, tulipeleka shule ya msingi jirani zetu hapa. Ambapo nilijifunza mimi kama mimi, moja ni ushirikiano. Wanafunzi kama wanafunzi inabidi tushirikiane. Ukiachana na wanafunzi kama wanafunzi, inabidi sisi tushirikiane na jamii, kwa sababu leo tupo shule, kesho tutakuwa wapi? Na jamii yetu. Kwa hiyo inabidi tushirikiane. Lakini pili ni kuwa na akili mpya ya uzalishaji, kwa sababu unaweza ngamaliza shule, wakati nasubiria majibu inabidi niwe na nini, na kitu cha kufanya akilini kwa ajili ya jamii yangu. Kwa hiyo pia nilijifunza hicho. Lakini la tatu kubwa nilichojifunza ni kwamba kusaidiana. Ninaposema kusaidiana hapa ni kwamba kwa nini tulichangia damu? Tulichangia damu kwa sababu ya watu waliopo hapa hospitalini. Kwa sababu watu waliopo hospitali sio wote ninawajua, sio wote ninafahamiana nao, wote naoishi nao, hapana. Lakini nilifanyaje? Nilichangia damu, sijui inaenda kutumika kwa nani. Kwa hiyo ile inanipa nini? Inanipa moyo kwamba mimi na wewe japokuwa hatujuani, lakini sisi wote ni nani? Binadamu na tuna usawa. Na pia tulipata nafasi ya kukutana na mwalimu wa Uwezo klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi kwenye mradi huu. Mradi wetu ambao ulikuwa unasomeka kwa jina la Harmonizing Environment for Effective Learning ulikuwa mzuri, umefundisha mambo mengi watoto. Moja ni kuhusiana na ushirikiano, walikuwa wanashirikiana. Kuna vitu vingine ambavyo walikuwa wanavifanya ambavyo vilitakiwa vifanywe na watu wakubwa. Kwa mfano issue ya kutengeneza chumba cha malezi, hatukuwahi kufikiria kwamba wanafunzi wangeweza, lakini wameweza na imesaidia. Mpaka leo kuna kundi kubwa la watoto ambao tunawasaidia na tunawasave kutoka kwenye majanga ambao walitakiwa yapata au wanayoyapata. Moja ni issue ya unyanyasaji wa kijinsia. Wakienda kule wanaeleza na namna ambavyo kuna watu ambao wanawafika kwa ajili ya hiyo, lakini wanashauriwa namna na mbinu za kujikinga na hilo. Kingine ni kuhusiana na creativity walioifanya wenyewe watoto. Wako creative sana kwa sababu wanakutana wengi, kwa hiyo wanashauriana na wana share concept ambazo zinawafanya mpaka waweze kutengeneza kitu kikubwa. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa Hanana Sif Sekondari ushindi katika Uwezo Award mwaka 2022. Chukua hatua, onyesha uwezo.